Okay. Dr. Samia aliingia madarakani mwaka gani? 2021. Na ilikuwaje akaingia madarakani? Baada ya kifo cha Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli. Na utaratibu ni nini kwa katiba yetu? Kiongozi anayekuwa madarakani pindi anapofariki, makamu wa rais ndo anaruhusiwa kuingia madarakani. Piga makofi kwake jamani. Sijasikia makofi. Piga tena makofi kwa kijana wetu. Unaitwa nani? John. Okay. Unapenda siku moja kuwa kiongozi? Kiongozi gani ambaye unamfuatilia unasema napenda kuwa kama yeye? Kulia Jackson. Jamani, ukupe kuna maspika huko. Piga makofi. Hii ni inspiration tunazitunza. Ameidadavua vizuri swali langu na ameongea logic kubwa. Kwa hiyo unampenda sana Dr. Samia? Ndiyo. Ni kitu gani ambacho unakiona kwenye shule yako serikali imefanya? Na wewe siku moja ukitaka kuwa kiongozi unataka kwa wananchi wa Nyabishenge na wilaya ya Kyerwa uje uwafanyie siku moja au kwenye taifa kwa ujumla. Kitu gani serikali inafanya? Ujenzi wa miundombinu mipya kama ofisi za walimu, madarasa ya wanafunzi wa advance na maabara mpya. Piga makofi kwa kijana wetu. Jamani, simwambia kuna viongozi. Sasa kabla sijaenda kwa hao wawili, huyu kijana wangu amejibu maswali mengi. Leo nakukabidhi 100,000. Shilingi 100,000 wewe hapo, si ndio? Haya, kakae pale kwa mwenyekiti. Sasa hao waliogopa. Msitoe macho. Ana 100,000 yake. Kashamaliza. 100,000. Na mwalimu mkuu, watu wasije wakamfuatafuata, mtunzie mpatie baadaye. Watu wametetemeka. Hiyo ndo kwanza hapa ashakula laki ya mbaraza, akitoka hapa anakabidhiwa. Inawezekana kuna watu wengine wana vipaji lakini mkiitwa mnaogopa. Sasa huyu ameshajikomboa. Na ipo siku atarudi hapa Nyabishenge na historia ndefu. Na atakuja kueleza kwamba ziara ya umoja wa vijana wa CCM mkoa imezaa matunda kwa namna gani kwenye maisha yake. Lazima tumshike, lazima tumsogeze, lazima tumsaidie afikie ndoto yake ya kuwa kiongozi. Mpigieni makofi huyu. Huyu anaenda kuiwakilisha shule. Kwa pamoja na zawadi aliyoitoa mbaraza nzuri kabisa, hatutaishia hapo. Kwa sababu kipaji ukikipata usikichezee, lazima tukilee. Sasa pamoja na wengine, mimi huyu kwanza, huyu lazima tumsaidie. Na mimi nilikuwa nasema mbaraza umempa zawadi, na mimi nitampa zawadi. Na zawadi nitakayompa huyu ya kwanza ya kuanzia leo, nataka walimu watanisaidia. Akashonewe suruali nzuri, apate kiatu kizuri, apate shati nzuri, apate sweta nzuri, na vyote nitalipa mimi. Kwa hiyo pamoja na hivi alivyo navyo, tunaenda kumpiga suti nyingine. Unasemaje mbaraza? Na hii tunafanya hivi ili tuwaongezee courage ya kukuza vipaji vyenu. Kuna watu humu ni wachezaji wazuri wa mpira. Kuna watu humu ni wachekeshaji wazuri. Kuna watu humu wana vipaji vya kila aina. Wengine ni dancers wazuri, wanajua kucheza. Si ndio hivyo? Wengine nikiwatizama humu naona na wachungaji wamo. Mfano kuna mmoja nimemuona tai imepitiliza mpaka Ikulu. Nikasema wewe atafuta nini? Inawezekana anataka kuwa baba mchungaji. Na mashehe watakuwemo humu. Kwa hiyo tunafanya hivi ili kuwa encourage watu wengine, ili mjue kwamba kipaji ni pesa. Kipaji ni nini? Pesa. Leo kuna watu wengi kupitia vipaji wanapata hela. Yaani sisi tukifungua simu tukiingia Instagram tuanza kumtafuta Mwijaku leo ukasema nini? Anatembelea nini? Kipaji, wala sio degree aliyoisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Yaani kwa kuchekesha tu watu tuna like, sisi tunafanyaje, tuna comment, anapata hela, ni entertainer mzuri. Leo ni
Wapo wengi wa namna hiyo, kina Mpoki na wengine. Kwa hiyo tunafanya hivi ili mjue kwamba hata kipaji ni ajira. Sasa huyu kupitia kipaji chake cha siasa, hata mimi leo kipaji cha siasa kimenipa kazi, si ndio? Kazi ya umoja wa vijana hii, basi nipigieni makofi. Kwa hiyo hata huyu mimi nataka tumfanye kuwa mfano. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wanyoshe mkono.